Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi leo Jumanne Julai 28 mwaka 2026 amefanya mazungumzo tofauti kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Oman Badr Al Busaidi pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan, huku ajenda kuu ikiwa ni hali ya usalama katika mlango Hormuz, eneo ambalo limeendelea kuwa kitovu cha mvutano mkubwa wa kijeshi na kidiplomasia katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iran, viongozi hao walijadili kwa kina athari za hali ya sasa ya usalama katika Ghuba ya Uajemi na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za eneo hilo ili kuzuia mzozo huo kuendelea kuenea. Mazungumzo hayo yalijumuisha pia namna ya kuongeza juhudi za pamoja za kidiplomasia kwa lengo la kurejesha utulivu wa kikanda na kuhakikisha usalama wa njia za kimataifa na usafiri wa baharini. Katika mazungumzo hayo, Araghchi, Al Busaid na Faisal bin Farhan walisema kuwa suluhisho la kudumu haliwezi kupatikana kwa matumizi ya nguvu za kijeshi pekee, bali pia mazungumzo, ushirikiano wa kikanda na kidiplomasia. Kwa mujibu wa taarifa ya Iran, viongozi hao walieleza kuwa kuna umuhimu wa kuondoa hali ya ukosefu wa usalama katika mlango Hormuz, ambao Tehran inaamini imechochewa na hatua za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Iran imeendelea kusema kuwa uwepo mkubwa wa vikosi vya kijeshi vya Marekani katika Ghuba ya Uajemi umeongeza mvutano badala ya kuimarisha usalama. Serikali ya Tehran imekuwa ikitoa wito kwa mataifa ya eneo hilo kushirikiana katika kulinda usalama wa njia za baharini bila kutegemea uingiliaji kutoka mataifa ya nje. Mazungumzo hayo yanakuja wakati mlango Hormuz unaendelea kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa nishati. Takriban sehemu kubwa ya mafuta ghafi na gesi asilia inayouzwa kimataifa hupitia katika njia hiyo nyembamba ya baharini inaunganisha Ghuba ya Uajemi, bandari ya Oman, kabla ya kuelekea bahari ya Arabia na masoko ya dunia. Kutokana na umuhimu wake, mabadiliko yote ya kiusalama katika eneo hilo huathiri moja kwa moja biashara ya kimataifa, usafirishaji wa bidhaa na bei za mafuta katika soko la dunia. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, tangu kuanza kwa vita mnamo Februari 28 mwaka 2026, Iran imeendelea kudhibiti hali katika mlango Hormuz, jambo ambalo limechangia usumbufu mkubwa wa shughuli za usafirishaji wa meli za kibiashara. Kampuni nyingi za usafirishaji zimeongeza gharama za bima kwa meli zinazopita katika eneo hilo kutokana na kuongezeka kwa hatari za kiusalama, huku baadhi ya meli zikilazimika kubadili njia au kuchelewesha safari zao. Mfumo huo umeibua wasiwasi mkubwa katika masoko ya kimataifa ya nishati, huku wafanyabiashara wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya kisiasa na kijeshi katika eneo hilo. Oman imeendelea kuwa na nafasi muhimu katika juhudi za upatanishi kutokana na sera ya muda mrefu ya kutunza uhusiano mzuri na mataifa yote yanayohusika katika migogoro ya Mashariki ya Kati. Kwa miaka mingi, Muscat imekuwa mwenyeji wa mazungumzo mbalimbali kati ya Iran na mataifa ya Maghrib pamoja na nchi jirani, jambo ambalo linaifanya kuwa mmoja wa wapatanishi wanaoaminika zaidi katika eneo hilo. Kwa upande wake, Saudi Arabia imeendelea kusisitiza umuhimu wa kulinda usalama wa njia za usafirishaji wa mafuta na kuhakikisha kuwa biashara ya kimataifa haiathiriwi na migogoro ya kijeshi. Riyadh inaona usalama wa mlango Hormuz kuwa ni swala muhimu si tu kwa nchi za Ghuba pekee, bali pia kwa uchumi wa dunia kwa ujumla. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaamini kuwa mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Iran, Oman na Saudi Arabia yanaweza kuwa hatua muhimu zaidi ya kujenga uaminifu na kupunguza hatari ya makosa ya kijeshi ambayo yanaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.